Mheshimiwa Mwenyekiti, jana ulipozungumza na wananchi wana Kagera wa wilaya ya Misenyi pale Kiaka, ulitukumbusha vema historia ya kizalendo hapa nchini kwetu ya kumuondoa Nduli Idi Amin Dada. Mheshimiwa, tulipovamiwa, na naomba ruhusa yako nirejee katika hotuba yako ile uliyotoa jana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipovamiwa hapa, Jeshi la Wananchi la Tanzania likiungana au liliongoza wananchi kuitetea nchi yetu. Lilisimama imara kulinda mipaka ya taifa letu kwa ujasiri, lilivuka Kiaka, likajenga heshima ya taifa letu ya kumwondoa Nduli Idi Amin na kurudisha utulivu katika ardhi yetu na hususan ardhi hii ya Kagera. Tunaweza kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa vita ile labda Tanzania ilitikiswa kidogo lakini haikuyumba. Ilijaribiwa lakini ilibaki imara. Hii maana yake nini? Kuna kijana hapa kati ya hawa tuliowapokea amesema kwamba mkoa wetu huu umekumbwa na mambo mengi. Kulikuwa na vita, kulikuwa na janga lile la ukimwi, kumekuwa na majanga mengine yaliyotokana labda na mabadiliko ya tabia nchi kama vile ardhi na kadhalika. Amezungumza na pia ukiangalia historia yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa huu umeonyesha kwanza katika mji huu wa Bukoba tulionao. Haya yote ya kihistoria, majanga yameonyesha kwamba Bukoba ni zaidi ya mji na zaidi ya mkoa. Mkoa huu ni kielelezo na ni kumbukumbu hai ya ushujaa wa Tanzania. Kagera ni mahali ambapo Mheshimiwa, historia, maumivu na matumaini vimekutana na kujenga taifa lenye ushupavu. Mejenga taifa lenye uhimilivu. Na utakumbuka Mheshimiwa, katika falsafa yako ya R4, uhimilivu ni moja ya vipengele vya falsafa ya R4. Samia oye!